Kauli hiyo imetolewa na kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya, Dindai Njile, wakati wa mafunzo ya maafisa jamii yaliyofanyika katika ukumbi wa halmashauri hiyo yenye lengo la kuwajengea uwezo namna ya kuwasaidia wananchi jinsi ya kuanzisha miradi itokanayo na mikopo inayotolewa na serikali. Tuibue miradi yenye tija. Miradi yenye tija maana yake nini? Tuwajengee uwezo ili watu wakifanya ile kitu siku nyingine tunashuhudia au tunawatembelea wanatuambia graduate. Sawa jamani? Kwa hilo naweza nikatoa tu highlight. Sisi tuna vijana wetu kule wamesoma, wamemaliza vyuo aina mbalimbali vya chuo, vyuo vya kati, vya chini kama certificate na vya juu. Kwa mfano tukiangalia sekta ya afya. Sekta ya afya tunaweza tukaandaa nini? Vijana wakijiorganize. Sawa, wakafungua zahanati. Maana tunajua kuna mfamasia, kuna daktari, kuna nesi, kuna afisa afya, kuna ustawi wa jamii. Wakijiorganize na tukawaelewa, tunaweza tukaishi mkopo, wakafanya kazi, wakafungua zahanati sehemu ambayo kuna nini, kuna uhitaji wa zahanati. Kwa upande wake, afisa maendeleo wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya, Agnes Elkunda, amewataka maafisa hao kufanya kazi kwa juhudi na kutenda haki katika kutoa mikopo. Na tukichapa kazi sisi, kwa sababu ndio kioo cha jamii, hizi kelele za Gen Z hizi zote zitaisha. Tuko pamoja? Mikopo tukatoe kwa haki kwa vikundi, tukatoe elimu kwa vikundi, tuwaelimishe, ili najua wakipata elimu hizi alafu mkiwapa masharti na vigezo na mkatenda haki, basi maendeleo yameshapanda juu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa maafisa maendeleo wa halmashauri hiyo, Karimu Mnemba, amesema watahakikisha wanafanya kazi kwa bidii na kuwapa wananchi elimu ya kujikwamua kiuchumi. Tutachapa kazi, tutaingia chaka kwa ubunifu wa hali ya juu, uelimishaji na kuongezea maarifa vijana na jamii yote inayotuzunguka kwa lengo la kujikwamua kiuchumi na kuweza kusonga mbele. Kutoka mkoani Mbeya, Jacqueline Mwangama, Clouds Habari.